بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ومولى الثقلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتاب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض, kama vile ilipokelewa katika madhumuni ya riwaya. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtukufu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwemo bado ndani ya masiku haya matukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, masiku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, masiku ambayo kwamba kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuambia ayyama ma'dudat, ni siku chache. Na ni kweli kabisa, jana tulikuwa mosi Ramadhan na leo unaona kabisa tunaenda ni siku ya mwisho, usiku wa 27. Huu ni usiku wa kuweza kuaga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tufahamu tu ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mpenzi wa Allah, mpenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba masiku haya ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwamba tumemaliza 10 ya kwanza ambayo ilikuwa ni 10 ya rahma, 10 ya pili hii ambayo kwamba tumekuwa ni 10 ya maghfira, na sasa hivi tunaingia katika 10 hii ya mwisho ambayo ni 10 itq minan nar. Tujiulize, je, katika 10 hizi tatu katika huu mwezi mzima, mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu Subhanahu atakuwa amenitakabalia amali zangu, amenitakabalia saumu yangu? Mojawapo ya mambo muhimu sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni dua, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ametuambia katika suratul Baqara, ametueleza wa idha sa'alaka ibadi, kwamba watakapokuuliza waja wangu, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anni, kunihusu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa inni qarib, mimi niko karibu, niko karibu na mja ambaye atakayeniuliza kuhusu mimi. Ujibu da'wata da'i, kujibu ombi la muombaji, idha da'an, atakaponiomba. Ndugu yangu Muislamu, hebu jiulize, ni mara ngapi umekaa chini ukazungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala? How many times umefatafakar, ukakaa chini ukawa unazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hata kabla ya Ramadhan na baada ya Ramadhan? Kwa hiyo watakiwa kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zaidi unapokuwa umekaa, unapokuwa pweke, watu wanapokuwa wamelala. Kwa mfano, umeamka usiku katika salatul layl, umeswali salatul layl, umenyanyua mikono yako juu, unazungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala, unafeel, unaihisi. Mwenyezi Mungu ashakwambia, ashakupa permission, ashakupa passport kwamba ukitaka kuongea na yeye yuko karibu na wewe. Je, are you ready to talk to Allah Subhanahu wa Ta'ala? Uko tayari kukaa chini kuongea na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni vipi utakavyoongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni wakati wewe akili yako, mawazo yako, fikra yako, moyo wako, kila aina ya viungo vyako katika mwili umevikubali kuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati unapozungumza na yeye, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukwambia, unapomsemesha Allah, yeye yupo karibu na wewe zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu hizi aya ni zile aya ambazo kwamba juu yake inazungumzia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan, na mpaka mwisho. Ndio nakuja haya mwisho chini yake kidogo, nakuja wa idha sa'alaka ibadi, watakapokuuliza waja wangu. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliambiwa tuambie sisi Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu ashatupa garanti kwamba tutakapokuwa ni wenye kumuuliza yeye atakuwa karibu na sisi. Je, wewe mwanadamu uko tayari kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hii 10 ya tatu ya mwisho ambayo inaenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, unapozungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo hatuna garanti ya 100% kwamba Ramadhani ya mwakani tutaikuta. Unapokaa na kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Je, umeshamwakisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi mimi nilikuwa ni msalihina, nitaendelea na swala yangu msikitini. Ya Rabbi mimi nilikuwa najituma katika salatul jamaa, nitaendelea na swala zangu jamaa. Ya Rabbi nilikuwa najitahidi kuwafuturisha watu, nitaendelea baada ya Ramadhan nitakuwa natoa sadaka na kadhalika. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza na yeye na unapomwomba kile unachokuomba anakupa. Kwa hivyo sasa wewe mwanadamu, baada ya kwamba umeshamwekea Mwenyezi Mungu mambo kama, kwa sababu tunasema nini? Tukitoka nje ya mada kidogo, ni kwamba watu wengi katika 10 ya kwanza Ramadhan msikitini unapata pamejaa, mashaallah. Msikiti unajaa, unafurika watu. Alhamdulillah, mpaka wale wenyeji wanakosa sehemu ya kusali. Lakini 10 ya pili unaona kwamba watu wanaanza kukhafifia. Msikiti unaanza kupoteza watu. Unaanza kufifia, watu wanakuwa sio wengi, na 10 ya tatu ndo kabisa. Hasa inakuwa huyu Mungu anaabudiwa katika 10 ya kwanza. 10 ya pili anaanza kuondolewa, na 10 ya tatu ndo kabisa kabisa. La, mwanadamu kile ulichokilea, ulivyoilea nafsi yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutoka 10 ya kwanza, 10 ya pili na 10 ya tatu, endelea hivyo hivyo na uwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yashakwambia wewe utakapomuomba yeye atakuwa karibu na wewe. Lakini masharti aliyotuwekea ni gapi? Faliyastajibu li. Huyu mwanadamu unapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwe yani faliyastajibu li, yani umkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukubali kile unachokiomba, kwamba napomuuliza Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye atakuwa ni mwenye kunipa. Waliyu'minu bi, na waniamini mimi. Yani unapomuomba Mwenyezi Mungu unaitanguliza na imani, na kwa sababu ni wewe ya ayyuhalladhina amanu ambao umefaradhiwa kufunga, ni wewe ambaye kwamba unakuja kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka utakuwa umemwamini, na unapomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anakujibu. Kwa ndugu yangu mpenzi wa Allah, ndugu yangu Muislamu, jaribu kutafakari kwamba Ramadhani inaenda, Ramadhani itarudi, mimi nitarudi. Ramadhani inakwisha na mimi naanza kuwa na tabattu, naanza kuwa na ile slow kuja msikitini na kadhalika. Kwa hivyo tusijaribu kufisha mambo haya. Iwe Ramadhani hii ya mwaka huu wa 1446 ni kwamba Ramadhani ambayo kwamba itaweza kuniongoza na sitabadilika, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dua unazoziomba akujalie kwamba Ramadhani hii itakuwa ni Ramadhani ya kuendeleza mfululizo mambo yako, ibada yako, mambo yako kwa kutumikia jamii, mambo yako ya uwiano kadhalika. Na hili ndio la muhimu ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mpenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume ashatueleza, ametuambia ad-du'a silahul mu'min, kwamba dua ndio silaha ya muumini. Yani wewe una matatizo, una shida, una mambo, una vurugu, una migogoro, una kila aina ya mambo, dua ndio silaha yako. Ad-du'a silahul mu'min wa nuru samawati wal, na ndio mwanga wako, ndio nuru yako ya ardhini na mbinguni kule, kwamba dua ndio inakusaidia wewe mwanadamu. Yani bila dua, kuna makala nasema inna lillahi manzilatan la tunalu illa bil mas'ala, hakika kuna sehemu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, daraja, kuna mahala ambapo kwamba hauwezi ukafikia isipokuwa kwa kuuliza. Alafu anaeleza sema wal mujtama allati faqada ad-du'a yajdi al-fasad. Mujtama, umma ambao umekosa dua, umekosa maombi, umekosa kunyenyekea, umekosa kuanguka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, umma huu unapata ufisadi, unakuwa ni fisadi, unakuwa haujielewi, unakuwa hauna utu, unakuwa hauna binadamu, unakuwa hauna mwelekeo, unakuwa hauna maendeleo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni umma ambao umekosa dua. Kwa ndugu yangu, ni muhimu sana sisi tuzingatie katika masala ya dua, kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zaidi katika haya masiku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Haya masiku ambayo kwamba yameondoka, yanaenda, watu unashangaa kila sehemu misikitini wanauaga Ramadhan kwa machozi, kwa masikitiko, kwa huzuni, wajui kwamba itakuja Ramadhan mwakani itaikuta. Sikia watu muadda ya Ramadhan, muadda ya Ramadhan, wanauaga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hivi ndivyo wazee wetu walivyokuwa na sisi, wakitufundisha mambo kama haya, wakitulea kwa nafsi zetu, wakilea na nafsi zetu, kutuonesha umuhimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu wanakesha katika 10 hizi za mwisho wakitafuta Lailatul Qadri, watu wanakesha kwa dua, watu wanakesha kwa istighfar, watu wanakesha kwa kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, kwa kunyanyua mikono yao juu. Kila mmoja anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unakuta mwingine machozi yanamtiririka, masikitiko makubwa. Masikitiko ni yapi? Ni kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani unaondoka. Ndugu yangu,
jirudishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jaribu kupigana nafsi yako ambayo kama ni amara bisu, jaribu kuungana nafsi yako lawama ambayo kama inakulaumu mara kwa mara unapotenda mabaya, ili kile kitendo ambacho unachokikusudia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kikaweza kutakabaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna mahali katika makala dua kumela sema Allahumma ighfir li adh-dhunuba allati tahbisu ad-du'a. Ya Allah, na kuomba unisamehe madhambi ambayo kwamba inaweka hijab, inafanya dua zangu zitukubaliwe. Allahumma ighfir li adh-dhunuba allati taqta ar-raja. Mwenyezi Mungu, na kuomba unisamehe madhambi ambayo kwamba yanakata matarajio yangu, yanakata yale ambayo kwamba nimetarajia. Na yote haya ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo ulivyotenda ambavyo kwamba sio sahihi. Kwa ndugu yangu mpenzi wa Allah, mpenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Ramadhani inaisha, ni masikitiko, tunasikitika kwamba aga mwezi mtukufu Ramadhani. Ramadhani tarudi mwakani, Ramadhani tarudi mwakani, na mwaka nyingine utarudi, na kadhalika. Mimi na wewe tutarudi. Kwa hivyo tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku haya ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuweza kujikithirisha katika tahajjud ya msikitini, kuamka, usijali na usingizi wako. Tutalala kaburini muda mrefu sana. Usingizi usichukulie ni very important sana. La, now you are supposed to think about Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala, uwe kwake kwa unyenyekevu, kwa sababu kwamba unataka Mwenyezi Mungu akusamehe, unataka Mwenyezi Mungu akufungulie, unataka Mwenyezi Mungu akufanyie hili na lile, na kila mmoja ni mwenye kuhitajia. Sote kullu na muhtajun, kila mmoja anahitaji. Kwa ndugu zangu wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusiache siku hizi za Ramadhan ambazo zimebakia ni siku zaidi, tuseme ni siku 3. Ramadhan ndakuwa imeenda, jitahidi katika masiku haya. Leo siku 27 pia katika mojawapo pia ya Laylatul Qadr, uende ukakeshi msikitini na kadhalika, ili ujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah al-auna tawfiq lima yuhibbu wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala al-qubur surur. Allahumma aghni kull faqir. Allahumma ashbi kull ja'i. Allahumma aqsu kull uryan. Allahumma qdi dayna kull madin. Allahumma farrij an kull makrub. Allahumma rudda kull gharib. Allahumma fukka kull asir. Allahumma asli kull فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.